Na hii ni Vunja Ukimya TV kwa habari zetu mbalimbali. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Mfano, kwenye jiji la Dar es Salaam, mheshimiwa mkoa, kulikuwa na makanisa manne tu hapa miaka ya 70. Kanisa la Lindi Street likiongozwa na mzee Tilbanana Son, Temeke likiongozwa na Kristo Masaru, alafu kulikuwa kwa Mhina alikuwa anaongoza Kinondoni na Bishop Mkama alikuwa anaongoza Ilala. Makanisa hayo yalikuwa kwenye mshikamano mkubwa. Bishop Akio utakuwa shahidi. Na wameomba sana mpaka wanaenda Israeli na kuomba kwa ajili ya taifa. Hili jambo si geni kwa watoto, watu wakati hapo wataona kama geni, lakini lilikuwepo. Alafu watu walilisahau na sasa limerudi kwa nguvu kubwa zaidi. Kwa hiyo wazee wetu ambao wametangulia na wengine wamelala, wengine wapo kwenye vitanda wamechoka, wanahitaji heshima. Tunaweza tukasimama dakika moja kwa ajili yao. Simama pale ulipo. Alafu mpe Mungu makofi ya utukufu. Alafu kaa kwenye kiti chako sasa. Sio jambo geni. Hao wazee walizaa watoto. Ndio hao unaona kina Bishop Mdalima. Ndio hao unaona wote kina Kio. Tunawaona Bishop Vernon mzaliwa na hao. Na nyinyi mkazaa watoto. Na hao watoto ndio tunawaona leo wamekamata stage katika nchi ya Tanzania. Kwa hiyo lazima tuelewe tunatoka wapi na tunakwenda wapi. Sasa manabii ambao wanatoka nje, alafu wengine waleta tafsiri ya ajabu kwa viongozi ambao watawala wote duniani wamewekwa na Mungu na ni watumishi wa Mungu kwa ajili ya mema. Ndivyo inavyosema Biblia, Taurati. Viongozi wote wa dunia, mpaka mahakimu wa mwanzo wamewekwa na Mungu, ni watumishi wa Mungu kwa ajili ya mema, Hasa anapotokea mtu yeyote nje ya mipaka yetu ambaye hatumjui anajaribu kuwazungumzia watumishi wa Mungu waliowekwa kwa ajili ya mema, lazima tumdharau. Kama kanisa litakuwa kwenye mstari litayumba. Kanisa ni chumvi. Na Yesu alisema kama chumvi ikiharibika tutaweka nini? Kama kanisa likiharibika leo, kanisa likiwa na michanganyo, kanisa litashindwa kushika amri 10 za Mungu, kanisa litakaposhindwa kuwa na dua kwa ajili ya watawala, tuweke nini? Nafikiri hata Mungu akiangalia huko haoni chumvi, anaona magadi. Na ndio sababu kuna kweko na tatizo. Kwa hiyo Yesu alisema, Baba naomba wanipa wawe moja kama jinsi tulivyo moja. Kwa hiyo nashukuru sana kwa tukio kama hili. Nasema ya kwamba lazima tuwalinde viongozi wetu wote.